Katibu wa Chadema wilaya Lushoto mkoani Tanga, Jerida Ramadhani Hosha, amejitokeza hadharani na kumuomba msamaha makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche pamoja na chama kwa ujumla baada ya siku kadhaa kupita kiongozi huyo na wenzake kujitokeza na kumtuhumu Heche kula fedha za chama. Akizungumza baada ya kumuomba msamaha Agosti 3, 2026 katika kikao cha baraza la wazee la chama hicho kanda ya kaskazini, kiongozi huyo amesema, nanukuu, "Ninarudi kuomba msamaha tena kwa viongozi wote walio hapa. Makamu mwenyekiti, nina imani nimekosea, basi pale nilipokosea ninaamini nimekosea. Naomba mnisamehe." Hata hivyo, kati ya wale walioomba msamaha walipaswa kujitokeza kuomba msamaha hadharani walikuwa ni jumla ya viongozi 6, ambapo waliojitokeza ni 4, ambao pia 3 kati yao waliondoka bila kuomba msamaha mbele ya baraza la wazee kwa madai ya kwamba hawawezi kuomba msamaha mbele ya kamera. Narudia kuomba msamaha tena kwa viongozi wote walio hapa, kwa makamu mwenyekiti. Na imani nimekosea. Basi kama pale nilipokosea na nimeamini nimekosea, naomba anisamehe. Viongozi wote naomba mnisamehe. Nitakuwa wa kwanza kumwalika ziara makamu mwenyekiti aje kwenye wilaya yangu wakiongozana na baraza la wazee kanda. Ameiomba chama kupitia baraza la wazee kwamba kama nimekosea nisamehewe kwa sababu mimi ni mwanadamu. Umesamehewa. Kwa baraza la wazee tumekusamehe na chama tutaomba wakusamehe na urudi kwenye nafasi yako, uendelee kuwa katibu wa chama jimbo la Lushoto. Tutakukuta kule na tutakutumia vizuri sana. Kwa majina mimi naitwa Yohana Kaunya, ni katibu wa kanda ya kaskazini, kanda yenye mikoa 4 kwa maana ya mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha na Manyara. Tulikaa kikao jana, lakini kikao chenyewe kilikuwa kikao cha baraza la wazee. Kwa maana kama si kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba wazee ndio wasuluhishi wa migogoro yote inayohusiana na chama na mabaraza yao. Kwa hiyo mabaraza kwa maana ya ngazi ya kanda bazecha waliwaita wale wote ambao walikuwa na mtuhumu makamu mwenyekiti kwa lengo la kuzungumza nao ili sasa kama kuna changamoto watoe ushahidi kwenye kamati ya baraza la wazee. Lakini bahati mbaya ni kwamba walikuja majimbo 4 kwa maana ya wilaya 4 ndio walibahatika kuja, kwa maana ya watu 4 kati ya watu 6 ambao wote walitoa hizo tuhuma. Na baada ya kuwa wamefika wilaya zifuatazo ndio zilikuja. Alikuja mtu kutoka kwa maana ya mwenyekiti wa wilaya ya Ndeni, anaitwa katibu wa wilaya ya Ndeni anaitwa Mohamed Mturi kwa maana ya Kombo Mohamed Mturi. Alikuja katibu wa Bumbuli anaitwa Bakari Mashambo. Alikuja katibu wa Muheza anaitwa Joseph Mwakidasi. Na alikuja katibu wa wilaya ya Lushoto anaitwa Jerida Ramadhani Hosha. Na hao wengine wawili kwa maana ya huyu kutoka wilaya ya Kilindi na wilaya ya Mkinga hawakufika kwenye kikao. Sasa baada ya kuwa watu wenyewe walikuwa wanahitajika na baraza la wazee walikuwa ni watu 6. Sasa kati ya 6 wamekuja 4, basi kikao kikaendelea. Kikao kiliendelea kwa mazingira yafuatayo. Kwanza mwenyekiti wa baraza la wazee wa kanda alianza kuzungumza nao kwa maana ya kutaka kujua nini changamoto ilikuwa nini, aidha kama wana ushahidi wa hayo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.